Makamu mwenyekiti wa BAVICHA Taifa, ndugu yangu Nector Kitigwa, mbele yetu ni picha ambayo inamuonyesha ndugu yetu Ibrahim Yovela ambaye ni mwenyekiti wa BAVICHA mkoa wa Iringa. Hii picha kwako wewe bila shaka ni design pamoja na vitu vingine vinaweza vikawa chini yako. Hii inatuma ujumbe gani, kwa sababu kizingatia mpaka sasa ni miezi kadhaa hajaonekana? Hii picha inatuma nini? Ninakushukuru kwanza kwa masikitiko makubwa. Picha hii ni miongoni mwa picha za vijana wengi wa nchi hii ambao wamepotea katika mazingira ya kutatanisha na wengine wamepotea katika mikono ya polisi. Kipekee Ibrahim Yovela, mwenyekiti wa BAVICHA mkoa wa Iringa, amepotea toka mwezi Machi tarehe 18 baada ya kwenda kuripoti kituo cha polisi. Huyu alikuwa ni vijana kama vijana wengine ambao mnaona hapa leo. Amekuwa kiongozi wa vijana wa kata, amekuwa kiongozi wa vijana wa jimbo la Iringa mjini na baadaye mkoa. Sasa alikamatwa tarehe 9 mwezi wa 3, akaachiwa tarehe 17, yani siku zaidi ya 10 kituo cha polisi. Baada ya kuachiwa aliambiwa alipoti tena tarehe 18. Tarehe 18 na wenzake watatu walikwenda kuripoti kituo cha polisi Iringa mjini. Alivyokwenda kuripoti hakurudi tena, na polisi wanadai kwamba hakuwahi kuonekana wala hakwenda kuripoti, lakini watu waliomsindikiza walimuona akiingia kituo cha polisi na mpaka leo haonekani yuko wapi yeye na wenzake watatu. Sasa umeniuliza inatuma picha gani, inaleta ujumbe gani? Ujumbe kwetu sisi, ukizingatia kwamba leo tunazungumza siku maalum ya vijana duniani, na kipekee sisi kama vijana wa Chadema tunaiazimisha hapa Dodoma. Tunaendelea kuvikumbusha vyombo vya dola, CCM na serikali yake kwamba watu hao wanao wawarejeshe kadiri ambavyo waliwachukua. Haiwezekani kwenye nchi ambayo inafuata misingi ya kidemokrasia na utawala bora watu wakapotea katika watu ambao wana jukumu la kulinda na kuhakikisha haki za raia zinatekelezeka. Kama kuna makosa waliyafanya, ziko sheria mbalimbali za kuwashughulikia, wawapeleke mahakamani kama kuna ulazima wa kufanya hivyo. Njia ya kupoteza watu, kupoteza vijana kwenye mazingira ya kutatanisha, huyu ni miongoni mwa vijana wengi waliopotea nchi hii. Tutakuwa huku ndani baadaye na sehemu ya mapitio ya watu waliopotea kwa picha kadhaa ambazo tumezikumbuka, lakini vijana kwa mamia wameshapotea katika kipindi ambacho Samia Suluhu Hassan alivyoingia madarakani 2021 baada ya mtangulizi wake kufariki. Alikiri kwamba mambo haya hatajirudia na hayatatokea, lakini tumeona baada ya yeye kuingia mambo ndio yamekithiri na kuonesha kwamba CCM na serikali yao imeshindwa kila kitu. Hawanashindwa kutuambia hawa watu wako wapi. Rai yetu, tunaendelea kuikumbusha vyombo vya dola kuhakikisha vijana wanaachiwa huru kadiri ambavyo waliwakamata.